Hamjambo wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Radio Toward Life Radio na kwa sasa Toward Life TV. Furaha yetu ni kubwa kuwakaribisha tena katika madhabahu haya na kwa ajili ya funzo la maana ambalo tutakalo nizungumzia leo, nalo lina kichwa kinachosema aina tatu za wasaidizi. Nasema aina tatu za wasaidizi. Wapendwa, kabla hatujaanza fundisho hili, hebu tujinyenyekeze kwa ajili ya ombi. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakusifu tena kwa ajili ya siku hii njema ya baraka ambayo umetutolea ili tuweze kujifunza neno lako na kubarikiwa kupitia mashauri yatokayo katika neno lako. Nikupendeze Bwana kututumia Roho wako Mtakatifu ili haya tunayotaka kuyazungumzia yawe baraka kwa ajili yetu na jamaa zetu na marafiki, kwa jina la Yesu, amina. Wapendwa watazamaji, kuna historia ambayo nilisikia, nayo ni ya mama moja ambaye kwa siku nyingi alikumbana na ugonjwa. Mama huyu kwa sababu ya ugonjwa wake alisumbuka sana, akateseka. Waombaji walijaribu kumwombea, lakini hakupata suluhisho kamwe. Siku moja katika mateso yake alisikia ya kwamba kuna mganga anayeponya magonjwa yote. Habari hii ilikuwa ni habari njema sana kwa mama huyu, na kwa hivyo aliamua kwenda kumtazama. Na kwa hivyo walipeana kabisa rendezvous ya siku atakapokuja ili aweze kupewa matibabu. Na kweli siku ya rendezvous ilipofika, mama huyu alijiandaa akiwa na matumaini yote ya kwamba afikapo mbele ya mganga huyu basi atapokea uponyaji. Mama huyu aliamka mapema sana akiwa na uchungu wa magonjwa yake. Watu walijaribu kumzuia na kumwambia, pana mama, usipoteze tumaini yako, weka tumaini yako kwa Yesu. Lakini mama huyu alisema, magumu yamekuwa mengi, hayabebeki kabisa, nimechoka, acheni niende kupata suluhisho kwa mganga. Basi mama aliweza kuanza safari yake akiwa na matumaini ya kwamba afikapo mbele ya mganga huyu matatizo yake yote yataweza kujibiwa. Na mama alianza safari, anapoenda kumtazama yule mganga. Lakini cha kushangaza tena kinacholeta huzuni sana katika historia hii ni kwamba mama huyu alipofika hapo kwa mganga, alikuta ya kwamba masaa machache kabla yake kufika karibu na mganga huyu alikuwa amepatwa na magonjwa makali ambayo yalisababisha kifo chake cha hapo. Ilikuwa ni huzuni kubwa kwa mama huyu aliyekuwa akitafuta uponyaji. Shida zako ndugu, usiwaeleze. Wana pia yao magumu mengi. Ukiwaeleza unapoteza muda wako bure. Wapendwa, leo nakusudia nikueleze kuhusu aina tatu za wasaidizi katika hii dunia. Aina ya kwanza ni ya wale wasaidizi ambao niliwaita indisponible capable. Watu ambao wanakuwa na uwezo wa kuweza kukusaidia. Unajua ya kwamba wanaweza kabisa. Pengine unahitaji pesa na unajua ya kwamba nikimwendea mtu fulani kweli ana pesa. Pengine unahitaji uponyaji na unajua ya kwamba nikimwendea mtu fulani kweli utapata matunzo. Pengine unahitaji sijui kitu fulani, lakini unajua mtu yule ambaye kweli anakuwa na kitu kile, ana uwezo wa kukutolea kitu hicho.
na kwa hivyo unamwendea na matumaini yote ya kwamba utakapomwona atakutolea kitu kile. Lakini cha huzuni ni kwamba unapomfikia anakuambia ya kwamba sina muda, siko disponible, sina wakati wa kukusaidia. Ningeweza kukusaidia ndio, lakini kwa sasa sina muda. Ningeweza kukusaidia, ningeweza kukutolea, ningeweza kukusindikiza, ningeweza kukuimarisha, lakini kwa sasa sina muda. Indisponible capable. Anakuwa capable kwa kuwa ana uwezo, lakini hana muda. Anakuwa indisponible. Rafiki kama huyu, je, anaweza kukusaidia wakati wa shida? Haiwezekani. Utakuja na shida zako mbele zake, lakini utarudi nazo. Sikiliza aina ya pili. Aina ya pili ya wasaidizi niliowapata ni wale ambao niliwaita disponible incapable. Nasema disponible incapable. Ina maana yeye anakuwa tayari, anakuwa na muda, anakuwa na wakati wa kukutolea. Ukimtafuta unaweza kabisa kumpata. Yeye yuko disponible, lakini hana uwezo. Anakuwa incapable. Ina maana msaidizi kama huyu unapomwendea atakuonesha kwamba kweli kweli yuko tayari kukusaidia, na unapoona hali yake unaona kwa kweli amejitoa kukusaidia. Anakaa pamoja nawe, anakushika mkono, anakushika mabegani, anakusikiliza vizuri, anakutazama, anaweza hata kudondosha machozi, lakini hana uwezo wa kukusaidia. Pengine unahitaji pesa, yeye hana pesa. Pengine unahitaji gari kwa kuwa umepatwa na mgonjwa ambaye inabidi kumkimbiza hospitalini, yeye hana gari, hata pikipiki hana, hata baskeli hana. Hana uwezo wa kukusaidia, lakini ana nia na muda wa kukusaidia, lakini uwezo hana. Je, mtu kama huyu, msaidizi kama huyu anaweza kukusaidia? Hapana. Utakuja mbele zake na shida zako, utamweleza, atakusikiliza vizuri, lakini utarudi na shida zako kwa kuwa hataweza kukusaidia. Usiwaamini wa ulimwengu. Wana kasoro, wana hila, na wamoja kati yao ni wajanja. Ukiwaamini unapoteza muda wako bure. Sikiliza aina ya tatu ya msaidizi, na aina hii ndiyo aina niliyoipenda sana. Na wasaidizi hawa wa aina hii ya tatu sio wengi, ni wachache, ni mmoja. Habari zake zapatikana katika Biblia. Unaposoma kitabu kile ambacho ni cha Ufunuo, sura yake ni ya kwanza mstari wa 8, hapa utapata habari za msaidizi huyu wa aina ya tatu, ambaye sifa nilizompa ni kwamba yeye yuko disponible tena capable. Haleluya! Disponible, capable. Sikiliza habari zake. Kitabu kile cha Ufunuo, sura yake ni ya kwanza mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, anasema Bwana Mungu, yeye aliye sasa na aliyekuwa na atakaye kuja, Mungu Mwenyezi mwenye uwezo. Haleluya! Huyu ndiye mtu wa aina ya tatu,
msaidizi wa maana katika maisha yako, yeye aliye disponible, tena yeye aliye capable. Alikuwapo jana, yuko leo na hata kesho atakuwa. Ina maana yeye yuko disponible kila wakati, na wala si kwamba yuko disponible tu, lakini pia neno la Mungu limeniambia yeye ni mwenyezi, mwenye uwezo. Ina maana yeye yuko capable. Haleluya! Huyu ndiye msaidizi wa maana ninaye kutolea jioni hii ya leo. Sitafute msaada wako kwa walimwengu. Wengine watakuwa disponible, lakini watakuwa incapable. Wengine watakuwa indisponible, lakini watakuwa capable. Lakini tazama msaidizi wa kweli, ambaye yeye yuko disponible, tena yuko capable. Anaitwa Yesu, Alfa Omega, aliye jana, aliye leo, atakayekuwa kesho. Mungu mwenyezi, mwenye uwezo wote. Mpokee, mkubali, mchague msaidizi huyu awe msaidizi wa maisha yako yote. Atajibu kwa maswali yako yote milele daima. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kutufungulia msaidizi wa maana, aliye disponible, tena aliye capable. Marafiki na wasaidizi wengi wa dunia hii, wamoja wanakuwa disponible lakini hawako capable. Wengine wanakuwa capable lakini hawako disponible. Lakini tumempata msaidizi wa kweli ambaye ni Yesu. Yeye yuko kila wakati na tena ana uwezo wote. Nisaidie mimi na msikilizaji wangu yule na yule mtazamaji wangu, ili tuweze kumchagua msaidizi huyu Yesu. Asaidie maisha yetu, asaidie kazi zetu, asaidie familia zetu na maisha yetu yote, kwa jina la Yesu. Amina. Madhabahu haya yanaitwa Towards Life. Mimi ni mwinjilisti Mumbere Tasi Sami. Jiunge pamoja nasi na ubarikiwe na masomo na funzo mbalimbali zinazotolewa kwenye madhabahu haya yaitwayo Towards Life TV na Radio.